Tunasoma sehemu ya 28 ya kitabu hiki ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Ningependa nizungumzie moja ya mnyama ambaye yupo ndani ya hichi kitabu. Mnyama huyu ni ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama ambaye anasifika sana au anafahamika sana katika nchi nyingi duniani, zikiwa ni pamoja na nchi za Kiafrika, nchi za bara la Asia, lakini pia bara la Ulaya na sehemu nyingine nyingi. Ng'ombe amekuwa kati ya mnyama ambaye anapatikana sehemu nyingi duniani, lakini ng'ombe huyu amekuwa na matumizi tofauti tofauti katika mambo ya kiimani. Kwa mfano, kule India anatumika kama sehemu ya miungu yao, lakini kwa Afrika ng'ombe pia ametumika kama sehemu ambayo ya utoaji wa sadaka za mambo ya mizimu au taratibu za mila na desturi. Na Ulaya nao namna yao ambayo wanatumia ng'ombe. Sasa katika ulimwengu wa roho kuna viumbe ambao wanatengenezwa namna ya uharibifu, na wale wafugaji wa ng'ombe wanajua katika vitu ambavyo Biblia imekataza. Kwa nini ng'ombe tunasema ni kiumbe cha kiroho? Kwa sababu kuna namna ambayo Biblia yenyewe imemwelezea. Biblia imemwelezea ng'ombe. Ukisoma kitabu cha Torati, anasema usichinje ng'ombe pamoja na ndama yake kwa siku moja. Yaani katika vitu ambavyo vina maelekezo ni kwamba kwa siku moja utakiwa kumchinja ng'ombe pamoja na ndama yake, hairuhusiwi kibiblia. Sasa tunaposema ng'ombe ana maeneo mbalimbali ambayo tungeweza kusema, lakini ng'ombe pamoja na mbuzi ni viumbe ambao wanalogo uzazi kama binadamu. Binadamu anaweza kulogo uzazi kama ni mama au mwanamke akajifungua mtoto kabla ya wakati wake, au akajifungua mtoto na mtoto akaharibika akawa kitu kingine. Uchawi wa uharibifu unaweza kufanyika kati ya mwanadamu, lakini pia kati ya ng'ombe pamoja na viumbe kama mbuzi vinashika pia uchawi wa namna hiyo. Sasa kuna wafugaji ambao wengi wanafuga ng'ombe, lakini ng'ombe wa maziwa unaweza kumuona ni ng'ombe wa maziwa, anakula vizuri na anapata lishe vizuri, lakini asubuhi ukija kumkamua unakuta kwamba ana maziwa. Sasa hao ni viumbe maalum ambao wanatumwa katika ulimwengu wa giza, wanaweza wakakamua ng'ombe au wakanyonya maziwa. Kwa mfano kwenye hiyo video unaweza kuona hicho ni kiumbe ambacho kimepatikana kwa njia ya kamera ya siri, kinaonekana kama kinakamua ng'ombe. Lakini kwa sababu mbwa kiumbe cha kiroho, mbwa ni kiumbe ambacho kinaona vitu ambavyo, yani mbwa ni kiumbe ambacho kinaona uchawi. Uchawi unapoingizwa mahali popote, mbwa anaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kimeingizwa mahali au kuna mtu ambaye ameingia mahali. Sasa unaweza kuona mbwa anashindana na hicho kiumbe. Sasa sehemu hii ya hicho kitabu pia utapata eneo la ng'ombe ambalo utalisoma ujue ni jinsi gani ambavyo huyu ng'ombe ana impact katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia unaweza kuota ndoto ambazo zimefungamanishwa na ng'ombe. Aidha unaota ng'ombe anakupiga, anakukimbiza, au unaota ng'ombe amekujeruhi, au kaota ng'ombe yuko mlangoni kwako au ndani ya nyumba yako, au kaota ndoto nyingine zozote ambazo zinahusiana na ng'ombe. Katika kitabu hiki cha ufafanuzi wa viumbe katika ulimwengu wa roho, basi nimemwandika ng'ombe vizuri sana, naweza kusoma kuhusu habari hizo vizuri, na jinsi kama ni mfugaji au una mpango wa kufuga, ni jinsi gani ambavyo unaweza ukasimamia viumbe hawa katika ulimwengu wa kiroho, kwa maana ya maombi na taratibu nyingine ambazo zinafaa kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe. Asante.